Na huyo wa tano ndio akakimimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi, na yule mnyama ufalme wake ukatiwa giza. Wakatafutana ndimi zao kwa sababu ya maumivu, wakamtukana Mungu wa mbinguni kwa sababu ya maumivu yao na kwa sababu ya majipu yao, wala hawakuyatubia matendo yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Makufuru mengi tumeyaona, watu wanakufuru, si ndio? Wanamkufuru Mungu. 12. Na huyo wa sita akakimimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati, maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Watu wengi tuna simu kubwa. Hapa ndipo tulipofika sasa. Sasa kanisa liko hapa 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Mto Frati ni mto ambao Ibrahimu aliahidiwa na Mungu kwamba ilikuwa ni mipaka ya yeye kumiliki. Lakini ufunuo wa Yohana akiwa kisiwa cha Patmo, Yohana alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu huyu. Yohana ni mwanafunzi aliyeteswa. Walichemsha mafuta kwenye pipa wakamweka, lakini hakufa. Sasa ili aweze kufa, wakasema lazima tukamtupe. Wakamchukua Yohana wakamtupa kwenye kisiwa cha Patmo. Huko kuna machoka. Wakati Yohana ametupwa, ndipo akaona mwanga. Anasema nilimwona mwanadamu lakini sio. Ndipo akaonyeshwa haya. Wewe ingia kwenye simu yako, Google mto Frati umeshakauka. Sasa kanisa liko hapo. Huyo ni malaika wa sita, ameshamimina kitasa kwenye mto Frati. Mto umekauka ili majeshi yapite kwenda kumshambulia Israeli. Hapo ndipo kanisa lilipo. Na ukisoma 13 au 14, hakuna malaika mwingine, ni mmoja tu aliyebaki, na ndio malaika wa mwisho. Malaika wa sita ameshamimina kitasa tayari, tunamsubiri malaika wa mwisho. Kuna malaika wa kwanza sijamsoma, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita. Malaika wa saba ni Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Malaika wa saba ni Yesu. Sikiliza, ngoja tumsome malaika wa saba wa mwisho. Fungua 17 pale. Ufunuo sura ya 16 mstari wa 17. Yaani huyo ndo malaika wa mwisho anayesubiriwa. Malaika wa saba. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, unaweza kanisomea kama umefika Ufunuo 16 mstari wa 17. Mmeelewa kanisa linapoenda. Kwa hiyo tumebakiwa na malaika huyu. Hebu angalia kanisa lilipo. Malaika wa saba ndo tumebaki naye. Malaika wa sita tayari kashamaliza kazi yake. Wa saba ni Yesu anakuja. Kwa kanisa ni majira ya jioni. Yesu anakuja kuchukua kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anakuja kuchukua watakatifu walioko duniani. Kwa hiyo wewe ni mtakatifu wa thamani mbele za Mungu. Usitembee hivi. Usitembee hivi, tutakuacha mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ukitembea hivi mpendo, tunakuacha mbinguni.
Tembea kwa ujasiri, tembea kama kamanda. Nataka niwaambie, na safari hii nimemwambia Sauli, tutakwenda kushuhudia kwenye nyumba za waganga walioko Misumi. Inawezekana wananielewa, lakini wananisikia sikiaga tu. Lazima waganga waame Misumi, lazima waganga wakimbie. Hivi Sauli nimekwambia lini? Juzi jana nimemwambia Sauli, nimezunguka hii mitaa, kila nyumba nimeingia, awe shehe awe nani, nimezunguka muda mchache hii mitaa yote mimi nishamaliza. Ninalipima anga limekaaje. Ukinichezea utacheza na moto, unaweza ukafa kabla ya siku zako kama unijui. Huu ni moto wa kuotea mbali. Huwa sina masiara na kazi ya Mungu. Sasa awamu hii lazima tuisafishe hii Misumi. Watu waliozuia anga lazima warudi wote kwa Yesu. Wasiporudi kwa Yesu wahame, wasipohama na wafe.